Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wapiganaji wa Kipalestina wa Hamas wamesisitiza kuwa hawataweka silaha zao chini. Harakati ya Kiislamu, wapiganaji wa Hamas ambao wanapigania ukombozi wa Palestina wametangaza wazi kuwa hawatakubali jaribio lolote la kupokonywa silaha, wakionya dhidi ya kuingiliwa mambo ya Palestina na mataifa ya kigeni. Hamas imesisitiza kuwa inahitaji dhamana zilizo wazi na madhubuti zaidi kwa awamu ya pili ya makubaliano ya kusitisha mapigano na utawala wa Israel. Katika mahojiano ya televisheni ya Al Masira ya nchini Yemen mnamo Jumanne wiki hii, Osama Hamdan amesisitiza kuwa Hamas kamwe haitakabidhi silaha zake kwa nguvu za kigeni. Amesema Hamas inapinga kwa asili kwa majeshi ya kigeni ili kupokonya silaha ambazo utawala vamizi wa Israel umeshindwa kuzichukua. Wazo la kusalimisha silaha ni jambo ambalo wapiganaji wa Hamas hawatalikubali. Hamdan pia alizungumzia makubaliano kusitisha mapigano na Israel ambayo alisema yameendelea kukiukwa na utawala wa Israel, akisisitiza haja ya dhamana zilizo wazi zaidi katika hatua inayofuata. Alionya kuwa maendeleo katika mzingiro huko katika ukanda wa Gaza ni dalili ya kurejea kwa uhasama. Amesema kushindwa kufungua mipaka ni ishara kwamba adui anakusudia kurejea katika mashambulizi dhidi ya ukanda wa Gaza. Aidha, amebainisha kuwa kutumia mzingiro kama silaha hakutavunja mapambano ya Wapalestina, akisema kutumia vizuizi vya misaada ya kimsingi kama chombo cha vita kunazidisha chuki dhidi ya taasisi za Kizayuni. Amelaani sera ya Israel na Marekani katika eneo, ambapo amesema kuwa sera hizo ni sehemu ya mkakati mpana wa kijeshi wa kutaka kutawala Asia Magharibi. Licha ya mashambulizi yanayoendelea dhidi ya Wapalestina, Hamdan amesema ana imani katika ustahimilivu wa Palestina. Makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani kati ya Hamas na Israel yalifikiwa Oktoba 10 mwaka huu 2025. Katika awamu ya kwanza, Israel ilitakiwa kufungua mipaka yote ya Gaza na kuruhusu chakula na misaada ya kijamii kuingia na kumaliza uhasama kwa kubadilishana na kuachiliwa kwa mateka wote waliokuwa mikononi mwa Hamas. Ingawa Hamas imefuata makubaliano hayo, Israel imesema Hamas hawakuwa wanafuata makubaliano, lakini ikiendelea kushambulia Gaza na kufunga mipaka mingi ikizuia misaada muhimu, huku Hamas nao wakisema Israel hawakufuata misingi ya makubaliano. Tangu kusitishwa kwa mapigano kuanza, Israel imeua Wapalestina wasiopungua 411 huko Gaza na kujeruhi wengine 1112. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Gaza, jumla ya waliouawa tangu Oktoba 2023 wakati Israel ilipoanzisha vita vya mauaji ya kimbari imefikia watu 70,937, huku angalau watu 171,192 wakiwa wamejeruhiwa vibaya. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu.